alipotoa nafasi kwa neno, likampa nafasi, likamwelekeza cha kufanya, likamwelekeza hatima yake. Maisha yako inawezekana, brother, sister, yako hivi kwa sababu neno halina nafasi. Light ungetoa nafasi kwa neno. Light ungetoa nafasi kwa neno. Light ungetenga muda angalau kulipa neno nafasi, ungekuwa unaishi maisha mengine kabisa. Kwa sababu Paulo alikuwa mtume Paulo kabla hajawa mtume alikuwa anaishi maisha tofauti kabisa. Alipotoa nafasi kwa neno, akaelekezwa cha kufanya, akaelekezwa hatima yake. Petro alikuwa kuvua samaki akidhani ndo amefika. Alipotoa nafasi kwa neno, akaelekezwa. Petro sio samaki. Unajua unaweza kuwa unafanya kitu ambacho kinafanana na unachofanya lakini sio chenyewe. Petro yuko kuvua samaki, ni kama anafanya kazi ya kwake lakini sio ya kwake. Alipotoa nafasi kwa neno, likamwelekeza, sio kuvua samaki, ni kuvua watu. Kuna kitu unaweza kuwa unafanya kinafanana hivi na hatima yako lakini sio cha kwako. Unaweza ukawa hata daktari inafanana hivi, kumbe wewe ni mtume. Ni kama inafanana na kazi unafanya hivi lakini si ya kwako. Haleluya, amen. Unaweza ukawa MC mzuri, unafanya kazi nzuri ya MC, lakini kumbe si kazi yako. Inafanana tu. Siku ukitoa nafasi kwa neno, itakuelekeza, aha, sasa ni hivi. Siku na mtu anaelewa. Haleluya, amen. Nje ya neno hauna hatima. Nje ya neno hauna hatima. Kama ambavyo una ratiba ya kula ugali na chips na makande na samaki, weka ratiba. Toa nafasi kwa neno. Toa nafasi kwa neno. Mtume Paulo alitoa nafasi kwa neno, maisha yake yakabadilika. Petro alitoa nafasi kwa neno, maisha yake yakabadilika. Na Mtume Paulo anatuambia la maseketa yashi I receive. Wakorintho wa pili sura 3 mstari 18. Anasema tukitizama utukufu kama utukufu toka kwa Bwana, tunabadilishwa. Kupitia neno tunafanyaje? Tunabadilishwa kutoka utukufu mmoja. Kuna ka utukufu fulani ulikuwa una kiburi kweli, unadhani umefika, bado. Kwa nini? Kwa sababu Mithali 4:18 Biblia inasema kwamba njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'aayo, nayo huendelea kung'aa na kung'aa mpaka mchana mkamilifu. Kuna utukufu fulani umerelax kwa ajili ya hiyo kazi. Kuna utukufu mwingine zaidi ya hiyo kazi. Amen. Haleluya, amen. Umerelax kwa ajili ya kiwango hicho cha hela. Kuna utukufu mwingine, kuna utukufu mwingine, kuna utukufu mwingine. Umerelax kwa ajili ya biashara. Umekuwa kama ile jamaa anasema, nafsi yangu tulia, nafsi yangu tulia, sasa nimevuna vya kutosha, acha nile maisha sasa. Yesu akasema, mjinga huyu hajui usiku wa leo Mungu anaweza chukua nafsi yake, vitakuwa vya nani? Ndio maana ni muhimu, toa nafasi kwa neno. Toa nafasi kwa neno. Hatima yako iko wapi? Kwenye neno. Haleluya, amen. Kuna mtu anaelewa? Amen. Hatima ya mwanadamu iko ndani ya neno. Mathayo sura 4 mstari kwanza mpaka 11. Tusome pale habari za Yesu, utaona hatima yake ilikuwa kwenye neno. Kama asingekuwa na neno, huyu mjaribu angemyumbisha, angemtoa kwenye hatima, angemtoa mahali pake, lakini kwa sababu alikuwa na neno, akamwambia, hiyo imeandikwa, hii imeandikwa, hii imeandikwa. Alafu anasema ikabidi amuache aende zake, na alipomwacha akaenda zake, malaika wakaja kumtumikia. Wakaja malaika. Kwa sababu gani? Ana neno. Ana neno. Maisha ya mara unaanguka unainuka, unaanguka unainuka, ni kwa sababu kuna upungufu wa neno. Maisha ya hujui cha kufanya, hujui cha kufanya, hujui cha kufanya, ni kwa sababu kuna upungufu wa neno. Maisha ya kuanguka na kuinuka, maisha ya mabonde na milima, ni kwa sababu kuna upungufu wa neno. Wenye neno wanajua cha kufanya.
kwa sababu imeandikwa. Haleluya. Somee pale Mathayo 4 mstari wa 1 hadi wa 14. Yes. Inasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mjaribu akaja akamwambia, ikiwa una njaa. Na mjaribu siku zote atatumia udhaifu wako. Pale pale kwenye udhaifu ndo anakuja. Pale pale. Pale pale. Pale pale. Ndo atakuja kwenye udhaifu wako pale pale. Katika lile jambo lile unalolipitia, hilo hilo ndo atatumia. Atakuletea ujanja. Sasa unajua imeandikwa? Imeandikwa wapi? Haleluya. Hata kama sio wapi, angalau. Yaani angalau, maana Yesu amtaja kifungu lakini akisema tu imeandikwa. Mambo mengi tunayopitia ni kwa sababu hatujui imeandikwa. Light tungejua imeandikwa, tungeishi maisha tofauti na tunayoishi. Haleluya. Tuendelee pale. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Utaona ya kwamba ili Yesu abaki kwenye njia kuu, ili abaki kwenye njia kuu, ili abaki mahali pake, alihitaji kuwa na neno. Ili abaki kwenye hatima yake aliyokusudiwa, alihitaji kuwa na neno. Nje ya neno angetoka kiwepesi. Watu wengi wamekuwa wakiondoka kiwepesi kwenye hatima zao kwa sababu hawana neno la kusimamia. Kwa sababu mwanadamu nje ya neno hakuna hatima. Mwanadamu nje ya neno yuko nje ya hatima. Namba 3, nini kimo katika neno ambacho kinatufanya tuangaze? Namba 3 tunasema ndani ya neno kuna macho yanayotuongoza. Kuna macho yanaongoza ndani ya neno. Ina maana ukiwa sio mtu wa neno, manake wewe huna macho, huwezi kuona. Huwezi kuona kama huna neno, huna macho, kwa sababu ndani ya neno kuna macho yanayotuongoza, yanatuwezesha kuona sawa sawa na kutuongoza. Haleluya. Amen. Zaburi 119 mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Soma pale Zaburi 119 mstari wa 105. Zaburi 119 mstari wa 105, Biblia inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo kumbe nikiwa na neno na uhakika siendi gizani, na uhakika sikosee njia, kwa sababu ndani ya neno kuna macho yanatuwezesha kuona sawa sawa na kutongoza mahali sahihi. Ndio maana Zaburi 119 mstari wa 130 anasema, kufafanusha maneno yako, kuatia nuru na kumfahamisha mjinga. Kuna mfahamisha asiyejua. Mjinga ni mtu asiyejua. Mjinga sio mpumbavu. Mjinga ni kutokujua tu, ni ujinga. Kama kuna jambo fulani hujui vizuri, wewe ni mjinga, wala sio tusi. Ndio maana kufafanusha maneno yako, kuatia nuru na kumfahamisha nani? Asiyejua. Mjinga ni mtu asiyejua.